Nataka tushirikiane. Neno la Mungu linasema moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Unaweza ukasema na mimi maneno hayo? Moto wa Roho Mtakatifu kwa nani? Kwa Mkristo. Huo ndio ujumbe nataka tushirikiane asubuhi hii kabla tujaenda kwenye mambo mengine mchana wa leo. Moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Nimekuwa nikihubiri habari za Roho Mtakatifu wakati wote. Kwa kweli ni mara chache sana ninapokuwa sijahubiri habari za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu najua Roho Mtakatifu kule alikonitoa na mpaka sasa yeye amekuwa shahidi mwaminifu katika maisha yangu na katika maisha yangu na familia yangu na mke wangu. Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Asanteni sana kwa maombi. Pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini tunaendelea mbele na tumeuona wema wa Bwana. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Kama kuna mtu anaweza akapewa pia mic itakuwa nzuri sana. Anayesoma vizuri kwa vituo anaweza akanisaidia ili kupunguza labda ile jamu ya kusoma. Kuna mic nyingine? Uko wewe? Sawa bwana. Luka sura ya 3 mstari wa 16 nitasoma, alafu wewe fungua Mathayo 3:11. Mimi nitasoma Luka sura ya 3 mstari wa 11, wewe utafungua Mathayo sura ya 3 mstari wake wa 11. Katika Luka mtakatifu Biblia inasema hivi: Yohana akajibu akawaambia wote, kweli mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yuko yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mathayo sura 3 mstari wa 11. Ndio. Biblia inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Kuna moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Tunaposoma Biblia kwa habari ya Roho Mtakatifu ina maelezo mengi sana. Yaani Roho Mtakatifu amejifunua katika ishara mbalimbali. Kuna wakati unaweza kuona Roho Mtakatifu amejifunua kama umande. Na Biblia inasema hivi, kama umande kutoka mlima Hermon. Lakini pia Roho Mtakatifu amefunuliwa kama mafuta. Mafuta yaliyotiwa kwenye kichwa cha Haruni yakashuka mpaka kwenye ndevu, yakatelemka mpaka kwenye pindo la vazi lake. Anasema huko ndiko Bwana alikoamuru baraka. Lakini pia kuna mahali Roho Mtakatifu amefunuliwa kama upepo. Upepo. Akasema wapulizia pumzi ya uhai. Anasema nilipotabiri nikapulizia pumzi ya uhai ikaingia ndani yao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ametabiriwa au amefafanuliwa kama upepo. Lakini pia amefafanuliwa au ametafsiriwa kama divai. Sema msitie divai mpya kwenye viriba vikuukuu, maana vile viriba vitapasuka na divai itafanya nini? Itamwagika. Divai mpya kwa viriba vipya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amefafanuliwa kwa vitu vya namna hiyo. Amefafanuliwa kama nguvu. Yaani nguvu isiyo ya kawaida, ile ni nguvu ipitayo kawaida. Roho Mtakatifu amefafanuliwa namna hiyo. Amefafanuliwa pia kama maji. Anasema akasimama, Yohana 7:30 ngapi pale? 37:38 anasema aliye na kiu na aje anywe. Kama ayala hayatamanivyo maji ya mito, ndivyo roho yangu inavyoona shauku kwa Mungu wangu. Kama yule mwanamke, maji nitakayokupa mimi yatabubujikia uzima wa milele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ametajwa kama maji. Mahali pengine ametajwa kama chemchemu. Ningeweza kuchukua vipengele vingi sana vya Roho Mtakatifu jinsi alivyotajwa, lakini mmoja wapo pia amefunuliwa na kutajwa kama moto. Hiyo ndio ikanipa nguvu fulani tushirikiane kama moto. Na hiyo imekwenda sana kutoka moto, yani imeenda sana tofauti na maji.
inafika mahali inakwama, tofauti na upepo inafika mahali inasimama. Lakini kama moto imetafsiriwa sana na unaposoma kitabu cha Torati mlango ule wa 4 mstari wa 24, tafadhali msomaji, Torati 24 mstari wa 4, na mimi nitasoma Waebrania 12 mstari wa 29, alafu msomaji utarudi tena utatusomea Torati 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Lakini tuanzie hapo Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 mstari wa 24. Alafu mimi nitasoma Waebrania 12 mstari wa 29. Alafu wewe utarudi kusoma tena Kumbukumbu la Torati 9:1 mpaka 3. Tunaangalia huo moto jinsi ambavyo umezungumzwa kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 24. Biblia inasema, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni nani? Ni moto ulao, ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu. Kwa hiyo kumbe Mungu analetwa kwenye moto. Najua kuna mioto mingi, lakini mwandishi anasema kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu. Na katika ile Waebrania 12 mstari wa 25 unasema Mungu wetu ni moto ulao. Huo mstari unasema namna hiyo, Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo nazungumzia habari ya moto. Pale kwenye Torati 9:1-3 mpaka 3, Biblia inasema, sikiza Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kwa kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengewa kuta hata mbinguni, watu wakubwa warefu, wana wa Anaki wajuao, uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi, ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Mungu wetu apewe sifa. Sikiliza Israeli, hivi leo utavuka Yordani uingie kwa kumiliki mataifa hayo yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe. Yaani kuna mataifa makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Mungu anawaambia taifa la Israeli, nisikilizeni kwa sababu ninyi mtavuka kwenda kumiliki mataifa makubwa yenye nguvu, yaani anakupita wewe. Lakini bado anasema ya kwamba huyo Mungu atakutangulia kama moto uteketezao. Maana yake anataka kutupa uthibitisho kwamba moto wa Mungu utatangulia kwenye hayo mataifa ambayo ni makubwa. Vile vizuizi ambavyo vinazuia wewe shughuli zako, vinazuia mipango yako, moto wa Mungu ndani ya Mkristo utakuwa na kazi ya kuteketeza na kuharibu maadui wa kila namna. Moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo ni nguvu isiyo ya kawaida ambayo inatenda kazi kwa namna isiyo ya kawaida. Tunapozungumzia au tunaposema moto wa Mungu, tunazungumzia habari ya upako. Tunazungumzia habari ya upako, sio moto wa kawaida. Tunazungumzia habari ya upako ambayo ina mambo mengi ndani. Katika upako kuna ufunuo humo ndani, kuna mambo mbalimbali, kuna uelewa usio wa kawaida ambao Mungu amelipa kanisa lake, amewapa Wakristo. Na mimi ni shahidi wa neema nikisimama kwenye madhabahu hii. Yale ambayo Mungu alikuwa anatupatia hapa tukiambiana ndio yale Mungu anafanya, na nataka ushike leo na ukumbuke ili uthibitishe. Unaposikia neno hili, ukichukua hatua ukatembea nalo, Mungu atafanya yale ambayo huwa anasema. Mungu sio mtu wala si mwanadamu hata ajute au aseme uongo. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya moto wa Mungu, tunazungumzia habari ya upako. Tunapozungumzia habari ya moto wa Mungu, tunazungumzia habari ya utukufu wake. Yaani mambo ambayo yanadhihirisha, yanaleta utukufu wake. Tunapozungumzia habari ya moto wa Mungu, tunazungumzia habari ya nguvu isiyo ya kawaida. Kuna zile nguvu za kawaida, yaani mambo ya Mungu yale ambayo yanapita akili, yanapita ufahamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
Nasema jina la mtakatifu Yesu libarikiwe. Mtakumbuka 2006 nadhani madhabahu ilikuwa hapa mbele hapa. Hongereni kwa kazi nzuri mlifanya. Ilikuwa hapa mbele. Tulikuwa tuna bango linasema hivi, je, neno jema laweza kutoka Nazareti. Tukasimama na lile neno, tulianza Januari. Tukazungumza hapo, je, neno jema linaweza kutoka wapi? Nazareti. Na ilikuwa sio rahisi sana kuelewa, lakini kwa sababu moto wa Mungu ulikuwa umesema na sisi, na utukufu wa Mungu ulikuwa umesema na sisi, na nguvu ya Mungu sio ya kawaida ikawa imesema na sisi, Mungu akalithibitisha neno lake kwa namna ya ajabu sana. Namna ya ajabu sana. Kuna wakati tumesoma, tumeweka mbango hapa linasema, nimekupa mlango ulio wazi mbele yako, hakuna atakayeufunga. Nimelisadiki hilo neno. Bwana amenipa mlango, hakuna atakayeufunga. Mlango uko wazi. Mungu si mtu. Mungu si mtu, si mwanadamu. Yaani kila anachokisema anakithibitisha. Tulikuwa tuna andiko fulani pia tulisema hapa, usimwekee Mungu mipaka. Yeye ni Mungu anayepita kila mipaka. Na tulisema tukiwa hapa na Mungu ameyathibitisha hayo mambo kwa namna isiyo ya kawaida. Sasa ninapozungumza maneno haya, nasikia ujasiri sana. Ukishika hayo usikate tamaa. Bado hujamalizana na Mungu. Umenisikia Bado hujafanya nini? Hujamalizana na Mungu. Hata mimi bado sijamalizana na Mungu. Bado nataka niendelee kumuona Mungu katika viwango na viwango na viwango na viwango. Yaani huyu Mungu ni mzuri kwa namna isiyo ya kawaida. Anawaambia taifa la Israeli, mtakapoondoka hapo msiogope mataifa yaliyo mbele yako. Na mimi nakutangazia asubuhi ya leo, shida ulionayo wewe ni kuogopa. Kama ni mfanyabiashara, hiyo biashara unayoifanya hiyo, kama ni duka lako, kama ni cherehani, kama unauza maparachichi, kama unauza nini, wewe tatizo lako unawaogopa wale majitu wenye biashara kubwa kuliko wewe. Mungu anasema nitatanguliza moto mbele. Nitatanguliza moto mbele. Nini unatakiwa usiogope? Wewe ujue hawa jamaa Mungu atatanguliza wapi? Mbele yake atatanguliza moto. Kwa hiyo ukishajua kuna moto wa Mungu kwa muumini, huo moto ndio unaofanya kazi. Huo moto una upako. Huo moto una utukufu. Huo moto una nguvu isiyo ya kawaida. Kwa hiyo wewe una sababu ya kuogopa. Una sababu ya kuwa na wasiwasi. Yakikaa namna hiyo kila kitu kinakuwa safi. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo ni ya muhimu sana. Usije ukapoteza. Huyu Mungu wetu ni moto ulao. Moto ambao unateketeza kila kitu. Alijifunua kwa Musa kutoka sura ya 3 mstari wa 2. Biblia inasema Musa alipokuwa anawachunga wale kondoo au wale wanyama wa mkwewe Yethro, akaenda mbele akaona kijiti kinawaka moto, alafu akifanya nini? Hakiteketei. Au aliona kichaka kinawaka moto halafu hakiteketei. Kwa sababu ule moto haukuwa moto wa nini? Wa kawaida, ulikuwa ni moto wa Mungu. Biblia inasema ndipo Musa akasema, acha nigeuke nione haya maono ni maono ya nini? Ya namna gani? Mungu alikuwa anaonyesha nini? Upako wake. Mungu anamuonyesha Musa nini? Utukufu wake. Mungu anamuonyesha nini Musa? Nguvu zake zisizo za kawaida. Natazamia kabla tujamaliza ibada hii kwa kipindi cha lisali moja, na tamani sana Mungu akuonyeshe upako wake katika maisha yake. Natamani Mungu amimine utukufu wake katika maisha yako. Natamani Mungu amimine nguvu isiyo ya kawaida katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Musa akageuka akatazama kijiti akaona kinawaka moto hakiteketei. Musa akajua huyu lazima atakuwa sio kitu cha kawaida, huyu ni Mungu. Nimekaa Misri kule, sijawahi kuona mambo yanakuaga namna hii. Kijiti kinawaka moto halafu hakiteketei. Ilikuwa inamaanisha nini? Mungu anamuonyesha Musa kwamba mimi ni Mungu ambaye nitawaka ndani ya kijiti, nitawaka ndani ya mtu. Huyu mtu hatateketea na yeye ataendelea kuishi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawa anamuonyesha Musa mambo ya namna hiyo. Lakini si hivyo tu. Ukisoma Kutoka ile sura ya 19 mstari wa 17, Musa akawaambia watu, jitakaseni, fueni nguo zenu, alafu kesho nataka niwapandishe mkaonane na Mungu. Waisraeli wakafua nguo wakajitakasa. Siku ya 3 wakapanda kwenda kuonana na Mungu katika mlima. Walipokuwa wanakaribia kwenye mapambizo ya mlima, wakasikia ngurumo, wakasikia radi, wakasikia moshi, wakasikia moto unawaka. Wakamuuliza Musa, hicho kinachoendelea ni nini? Akamwambia, mzee ndio anashuka. Yaani Mungu anashuka. Mzee anashuka kwa staili ya moto. Akamwambia, kama ndio hivyo wewe malizana naye mwenyewe. Hawa jamaa walikosea hesabu. Mwambie jirani yako, mimi sikubali, nataka nimalizane na moto wa Mungu leo. Musa akaongea na Mungu.
wakazungumzana na Mungu, wakapatana na wakaelewana. Ukiendelea kusoma pia katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 17 na 18, tafadhali utusomee ndugu yetu. Kutoka 24 mstari wa 17 na 18. Biblia inasema, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Yes. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Ndio. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Ndani ya huo moto huo, Musa akaingia ndani ya huo moto. Unapozungumzia wingu unazungumzia habari ya nini? Ya moto. Na tunasema Roho Mtakatifu kwa Mkristo, yani Mkristo anatakiwa tembee na utukufu wa Mungu, atembee na uwepo wa Mungu, atembee na nguvu za Mungu. Roho Mtakatifu awe ndani ya Mkristo, yani Mkristo awe ndani ya moto wa Mungu. Ukitaka safari yako ya wokovu iwe nzuri na isikate tamaa, usisahau masuala ya Roho Mtakatifu. Halo? Usisahau masuala ya nini? Ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye msaada wako, ndiye msaada wangu. Hakuna kitu kingine tena. Maandiko yanasema wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri, walipokuwa wanasafiri, Biblia inasema mchana wingu lilikuwa linawafunika. Bado ni moto ule ule, wingu lile la moto linawafunika mchana. Maana safari yao ilikuwa inaenda na nguvu ya Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Utukufu wa Mungu ulikuwa unawafunika. Alafu Biblia inasema usiku nguzo ya moto ilikuwa inawaongoza. Soma Kutoka sura ya 40. Soma Kutoka sura ya 40. Nenda mstari wa 34 mpaka 38. Kwa safari zao zote, katika safari zao zote. Na sisi katika safari yetu yote ya wokovu tunapaswa kutembea ndani ya wingu, kutembea ndani ya utukufu wa Mungu, kutembea ndani ya upako wa Mungu. Yani moto wa Mungu usiondoke katika maisha yetu. Moto wa Mungu ukiondoka kwenye maisha yetu, safari haiwezi ikawa mzuri sana. 34 mpaka 38, tafadhali soma. Ndipo lile wingu likafunikiza hema la kukutania. Ndipo lile wingu likafunikiza hema la kukutania. Na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania. Kwa sababu lile wingu lilikuwa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Yani hawakuacha kutembea na wingu. Mwambie jirani yako usiache kutembea na wingu. Unatembea na wingu la upako, wingu la utukufu, wingu la nguvu za Mungu, wingu la moto wa Roho Mtakatifu. Yani ukitembea unatembea nalo, unakuwa nalo katika maisha yako, kwa sababu ndio msaada wako, ndio msaada wangu. Katika maisha yangu yote ya wokovu nimegundua na nimeendelea mpaka sasa kwamba ni wingu la Roho Mtakatifu, ni moto wa Roho Mtakatifu ndio unanisaidia. Na hapo ninakuwa na ujasiri wa kufundisha, nakuwa na ujasiri wa kuhubiri, nakuwa na ujasiri, na naona waibusi wa difeli, watu wa namna tofauti, wahiti, waperezi, yani yale majitu makubwa Mungu anayapelekea moto. Bwana sio wa kawaida, hata huu moto wa kawaida, yani moto tu huo wa kawaida wa kuwaka. Ukiwaka moto hakuna mtu anasimama. Si ni kweli jamani? Ukiwaka moto, ukianza kuteketeza, hakuna kitu kinafanya nini? Kinasimama. Sasa Mungu anatuambia lile wingu la moto lilikuwa na hawa watu katika safari zao zote. Umemaliza kaka? Hujamaliza? 7. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Yani kama wingu halikusafiri, hawa hawaondoki. Yani maana yake bila moto wa Roho Mtakatifu safari yako haiendi. Nasema safari yako haiendi. Hili kanisa la FPCT ambalo linaitwa Swedish Free Mission, ukianzia kule nyuma kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, halafu baadaye hilo wingu likatembea, kuna kipindi fulani duniani ni kama lilikuwa limefika mahali fulani, watu fulani wakataka kulitengenezea mpango wake, lakini kukatokea na maamsho mbalimbali baada ya watu kutafuta hili wingu. Walipokuwa wanalitafuta, likishuka lile wingu, mambo ya ajabu yanatokea.
mwaka 1906 huko Azusa huko Marekani. Wakina William Rousseau walianza nao kutafuta wingu, mwamsho mkubwa ukatokea huko bara la Amerika, ukaenda Brazili, ukadakwa huko Scandinavia. Wa Swedish wakakamata lile wingu la Roho Mtakatifu, wakaanza kutembea nalo, likaenda mpaka likaja hilo wingu miaka na miaka, likaja likafika mpaka bara la Afrika, wingu la Roho Mtakatifu. Watu walikuwa wanasukumwa na ule moto wa Roho Mtakatifu, hawakuogopa chochote mbele yao, kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu ukiwa ndani ya mtu, ule moto unamsaidia. Inakuwa sio wewe, utukufu wa Mungu unafanya kazi ndani yako. Yaani inakuwa sio akili za kawaida, kuna akili ya Mungu inakuwa ndani yako. Sasa ile inakusukuma, inakuwezesha, upako wa Mungu unakuwezesha kupita mahali ambapo hapapitiki. Utukufu wa Mungu unakuwezesha kupita mahali ambapo hapapitiki. Nguvu ya Mungu sio ya kawaida, inakuwezesha kupita mahali ambapo hapapitiki. Hawa watu wakafanya huduma kwa namna isiyo ya kawaida. Tunasikia mwaka 1934 wakafika Tanganyika, huko Tazengwa, huko Nzega. Wakaomba mahali ya kujenga hawa wamishonari, mtu na mke wake, wameongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawajui Kiswahili, hawajui Kinyamwezi, hawajui Kisukuma, hawajui lugha yoyote. Wamefika hapa wanabangaiza lugha mbalimbali za wakajifunza, wakapewa mahali panaitwa Tazengwa. Ni vizuri kujua hiyo historia kidogo, si ndio? Hapo Tazengwa kwa Wanyamwezi maana yake ni mahali pasipojengwa, mahali ambapo walikuwa wanatambikia mizimu, mahali ambapo panafanyika ushirikina. Ndio wakawapa hawa wamishonari. Hawa wamishonari kwa sababu walikuwa na nguvu na moto wa Roho Mtakatifu, wakajua ule moto wa Mungu utateketeza vinyamkera vyote, uchawi wote wa Wanyamwezi utaenda chini. Wamsho ukaminuka kutoka Tazengwa. Kutokea Tazengwa ukapenya kila kona, ukaenda huko juu, huko nyanda za juu, huko magharibi kwa watu wa Kigoma, ukazunguka ukarudi kati huko Singida, ukashuka Mwanza, ukaenda ukaambamba, ukaja mpaka Arusha, ukaruka moto ukaja Dar es Salaam, ukaja mpaka Tanga. Na sisi wengine miaka ya mbeleni kwa tukaja tukapata lile wingu, na hilo wingu tukafundishwa ya kwamba Yesu akiokoa maisha yako lazima ujazwe na moto wa Roho Mtakatifu. Lazima ujazwe na moto wa Roho Mtakatifu. Tukaanza kutokea hapo, tukawa tunaendelea na lile wingu. Lakini nachelea kusema, nitaleta pointi 4 za muhimu zikusaidie. Nachelea kusema kwamba ni kama lile wingu kuna mahali fulani tunataka tuliache. Ni kama lile wingu kuna mahali fulani tunataka tuliache kwa namna tusipojua. Musa akijua umuhimu wa wingu, Kutoka 35 alipoanza msafara akasema, Bwana Mungu usipokwenda pamoja nasi, utukufu wako usipokwenda pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Alijua kuenda bila wingu, kuenda bila moto, atafika mahali hatafanikiwa. Asubuhi ya leo nataka nikutangazie Mkristo na moto wa Roho Mtakatifu. Nasema Mkristo na moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwezesha, anakutoa kule uliko, anakupa neema ya kusonga mbele na safari yako. Wingu likaenda pamoja nao. Na mimi nasikia mchana wa leo wingu litatembea pamoja nao kwa namna isiyo ya kawaida. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo unamsaidia kufanya mambo mengi. Nataka tuangalie mambo 4 mchana wa leo. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu hutusafisha na kututakasa kwa dhambi na udhaifu wa kila namna. Jambo la pili, hutupa maarifa, ufahamu wa mambo ya kiakili na ya kiroho. Jambo la tatu, husababisha moto wa Injili ndani ya Mkristo. Jambo la 4 ni namna ya kuutunza huo moto usije ukazima. Sitachukua muda mrefu katika mambo haya, kwa sababu ni mambo ambayo kwa namna fulani unafahamu, lakini Roho Mtakatifu atakuongezea ufahamu zaidi ili uweze kuendelea. Roho Mtakatifu namba 1, hutusafisha, hututakasa kwa kila dhambi na udhaifu. Yaani ni Roho Mtakatifu anayesababisha mtu ampokee Kristo Yesu, sio vinginevyo. Nilipohubiriwa mimi 79 mwishoni kuja 80, nilipohubiriwa nilisikia ndani yangu kwenye dhamiri kuna kitu kinaniambia, kinasema, ndugu, hivyo sio sawa sawa. Nikasikia hivyo sio sawa sawa.
Mwandishi wa kitabu cha Waibrania anasema ninyi mliokuwa mnampinga Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anasema nanyi mkakataa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huwa anasema ndani ya maisha ya watu. Roho Mtakatifu ndio anasema, halafu unasikia kabisa kwamba anaweza kunisaidia kunitakasa na dhambi na udhaifu wa kila namna. Ni Roho Mtakatifu. Anasema atauhakikishia ulimwengu juu ya haki, juu ya hukumu, maana yeye anakwenda, Yesu anakwenda kwa Baba. Roho Mtakatifu atauhakikishia ulimwengu. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu huwa anasema ndani yetu, anatutakasa ndani yetu. Kuna mistari mingi sana anasema nanyi mlioshwa kwa huyo Roho, nanyi mlitakaswa kwa huyo Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetutakasa. Kwa sababu yeye ni mtakatifu, ule moto wa Mungu unafanya utakaso kwa maisha ya Mkristo. Haleluya. Unasikia kwenda kanisani au kwenda kumwabudu Bwana sio kama vile kwanza ulivyokuwa unaabudu. Labda wakati ule ulikuwa unakwenda kwa kusikia ishara fulani ndio unakwenda, lakini Roho Mtakatifu akishaingia ndani ya maisha yako anakutakasa, halafu anafanya himizo. Unasikia kuhimizwa kwenda kumtukuza Mungu. Unasikia kumwomba Mungu. Unasikia kuna mzigo ulikuwa umeubeba na sasa umeutua. Haleluya. Kwa sababu Roho ni mtakatifu, huwa anafanya utakatifu kwa maisha ya Wakristo. Anafanya utakatifu kwa maisha ya yule mtu ambaye anakubali ili Mungu amsaidie katika maisha yake. Muda wangu sio rafiki, ningewaeleza kutoka nyuma kwa habari ya moto. Makuhani walikuwa wanatumia moto. Waliambiwa wakifika kwenye madhabahu wahakikishe wanawasha moto. Kuna moto ule wa Mungu, alafu kuna moto wa kigeni. Pia lazima uelewe hiyo. Hasa siku hizi tunaishi siku za nyakati za hatari sana. Unatakiwa pia ufahamu moto wa Mungu na moto wa kigeni. Kuna mioto mingi inawashwa sana siku za leo. Watoto wa Haruni wakakosea wakawasha moto wa nini? Wa kigeni. Biblia inasema ule moto wenyewe ukawaua. Na mzee akamwambia Musa, baba yao Haruni asiende kwenye mazishi. Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Akamwambia Haruni asiende kwenye mazishi, maana hao jamaa wamenikosea, wavutwe na kamba wakatupwe nje ya marago, watazikwa na watu wengine. Unaweza kusema utumishi kama ni aina hii, ngoja nifikirie. Watoto wako wamekufa wawili, alafu unaambiwa ukisizike. Na wewe umewaona. Tena hawajafia msituni, wamefia madhabahuni. Kwa sababu Mungu alikuwa na taratibu ambazo alikuwa anazitaka ili waelewe mfumo, waelewe mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo moto makuhani walikuwa wanajua. Abrahamu nabii pia alikuwa anajua. Kuna wakati alikwenda kumtolea Mungu dhabihu, na ile dhabihu ya Mungu kiitoa ilikuwa masharti yake moto unatoka wapi? Unatoka mbinguni, unakuja unateketeza ile dhabihu. Akachukua njiwa, akawakatakata na makinda, akaweka kwenye madhabahu aliyoitengeneza. Wakati ameweka kwenye madhabahu pale, akawa amekaa na muomba Mungu asubirie moto ufanye nini? Moto ushuke uteketeze nini? Uteketeze ile dhabihu. Maandiko yanasema Abrahamu akawa anaangalia hivi, wakati anasubiria moto uteketeze, kuna ndege hao wanaitwa tai. Walikuwa wanakuja ili wachukue nini? Wachukue ile sadaka, ile mizoga. Kwa hiyo unaona moto pia unahitaji namna fulani ya uangalifu fulani. Ukicheza kuna tai wanaweza wakaja wakachukua ile dhabihu ya kuteketeza na ukapata hasara. Maandiko yanasema Ibrahimu akawa macho, akawa anawafukuza wale tai. Alafu baadaye usingizi ukamshika, lakini moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza ile madhabahu, ile dhabihu. Yaani moto umeelezwa mahali pengi sana. Ningekufafanulia manabii kama kina Elia Mtishibi. Elia Mtishibi alikuwa anajua Mungu anayemtumikia ni Mungu wa moto. Moto ulao. Wakati fulani watu walifanya dhambi, wakakosea, wakaenda kubaya. Elia Mtishibi akamwomba Mungu, alikuwa mwanadamu wa tabia moja kama sisi. Akaomba Mungu akasema mvua isinye kwa neno langu. Muda wa miezi mitatu, muda wa miezi mingapi? Muda wa miaka 3.5 mvua ikakataa kunyesha. Watu wakanyooka, hawakuwa na namna. Baada ya miaka 3 watu wanahangaika na shida. Biblia inasema Bwana anamwambia Elia, nenda ukajionyeshe kwa mfalme nani? Ahabu, alafu mimi nitaleta nini? Nitaleta mvua. Elia anakwenda kwa mfalme Ahabu kujionyesha. Hiyo ni kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18. Unaweza kwenda ukasoma kwa wakati wako. Anaenda kujionyesha, Biblia inasema wanakutana na Ahabu. Ahabu anamwambia Elia, wewe mwenye kuitaabisha Israeli. Anasema sio mimi ninayetaabisha Israeli, ni wewe na uzao wa baba yako. Mtasitasita kati ya mawazo mawili hata lini? Kama Mungu ndiye Mungu, mfuateni yeye. Kama bahari ndiye Mungu, mfuateni yeye. Wale jamaa wakawa hawana cha kusema. Elia akamwambia, nimesalia nabii wa Bwana peke yangu. Sasa tutafanya hivi. Ninyi manabii wa Baali mtachukua ng'ombe, mtamkatakata, mtaweka kwenye madhabahu, halafu mtaliitia lile jina la Bwana Mungu wenu.
Yule Mungu atakayeshusha moto, sisi wote tutashuka, huyo ndiye atakuwa Mungu. Alafu na mimi nitamchukua ng'ombe vile vile, nitamkatakata, nitamweka kwenye madhabahu. Na yule Mungu akishusha moto, Mungu wangu, basi huyo ndio Mungu atakuwa Mungu. Yaani Mungu amejidhihirisha sana. Ndio maana nakumbuka nilikwambia pale, kwenye upepo sio vile, kwenye maji sio vile, kwenye mafuta sio vile, lakini kwenye ishara ya moto Mungu amejiita, mimi Mungu ni moto ulao. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ile historia ni nzuri sana. Manabii wa Baali 450 wakasema maneno hayo ni mazuri sana. Wakamchukua ng'ombe wao, wakamkatakata, wakaweka kwenye madhabahu. Biblia inasema wakaliitia jina la Baali. Baali utusikie. Baali utusikie. Inawezekana kabisa kuna wakati Baali alikuwa anasikia, lakini kipindi hiki mbingu na mitandao yote ilizimwa. Mungu alikuwa, unajua Mungu anapotaka kufanya mambo yake hata kwenye maisha yako, mitandao yote ya wachawi, mitandao yote ya wapagani, mitandao ya wote wanaokupinga, mitandao yote ya vizuizi, Mungu huwa anaizima. Haleluya. Akaizima. Jamaa wakakazana wakachoka. Ndipo Elia akasema, sasa nikaribieni mimi. Wakamkaribia mwanamume huyu ambaye alijua Mungu wake ni moto ulao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Halafu akachukua mawe 12 kwa hesabu ya kabila la wana wa Yakobo, kuanzia Ruben mpaka Benjamin. Akayazungusha yale mawe 12. Unajua pia kwenye moto wa Mungu panahitaji umoja, panahitaji ushikamano, panahitaji kuwa na shauri moja, panahitaji kunia mamoja, ili moto wa Mungu ushuke mahali pale. Elia alipomaliza pale akaona, sitaki muujiza wa Mungu wangu watu wakawa na mashaka nao. Si unajua siku hizi kuna miujiza tuna mashaka nayo. Tunataka muujiza ambao ni muujiza sawa sawa. Siku hizi kuna miujiza mingi feki sana. Kwa hiyo Elia akasema, sitaki waje waseme kuna kamoto fulani kamepita hapo, kuna mtu fulani alikuwa na kibiriti amewasha. Akasema, leteni maji, mwagieni pipa la kwanza. Likamwagwa pipa la pili. Akaona hapana, hapaja kuwa pa bichi. Akasema, leteni pipa la pili. Wakamwaga pipa la pili. Akasema, bado haijatosha, leteni pipa la tatu. Wakamwaga pipa la tatu. Ninasimama mahali hapa mchana wa leo, nataka nikwambie, Mungu ninayemhubiri sio Mungu wa miujiza feki. Ni Mungu ambaye anafanya miujiza iliyo dhahiri. Na huyo ndio Mungu tunamtaji akutendee muujiza ulio dhahiri. Hata ukitembea na ule muujiza huna wasiwasi nao, kwa sababu ni Mungu ambaye ni moto ulao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko yanasema baada ya pale ndipo Elia akasema, Bwana, ijulikane wewe ndio unawageuza watu hawa mioyo yao, na wao Bwana wanakurejea wewe. Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana, unisikie. Biblia inasema moto wa Mungu ukashuka, ukairamba ile madhabahu, ukateketeza ile sadaka na yale mawe na zile kuni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hufanya kazi ya kututakasa, kuondoa udhaifu wetu katika maisha ya kiroho, kutufanya tuwe wapya, tuwe dhabihu inayokubalika mbele za Bwana, tuwe dhabihu iliyo njema yenye utakaso mbele za Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Watu wote wakainama wakasema, Mungu wa Elia ndiye nani? Ndiye Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hufanya kazi ya kututakasa. Kwa hiyo unatakiwa huyo Roho wa Mungu, moto wa Mungu katika maisha yako Mkristo, usiache akaondoka. Acha huo moto wa Roho wa Mungu uwe ndani yako. Moto wa Roho wa Mungu ndio unafanya kazi ya kusukuma na kukuhimiza mwenyewe, kwa sababu huo ndio unafanya kazi hiyo. Namba 2, nimesema moto wa Roho Mtakatifu husababisha, utupatia maarifa, ufahamu wa mambo ya kiroho, utupa maarifa na ufahamu wa mambo ya akili na kiroho. Yaani Roho Mtakatifu tunapookoka akiingia kwetu, huwa utupa maarifa na ufahamu. Yaani hatui tu hivi. Nisikilize. Mungu wetu apewe sifa. Kuna akili na kuna elimu ya kidunia ambayo Mungu hajaikataza, ameikubali. Ndio maana anasema mshike sana elimu, usimwache akafanya nini? Aende zake. Kwa hiyo kuna elimu ya kawaida ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia tunakuwa nayo. Alafu kuna mambo ya kiroho. Ndio maana unapookolewa, hata kama hujaenda kwenye vyuo vya Biblia, lakini kuwepo kwenye fundisho la mitume linakujenga maisha yako ya kiroho. Ndio maana nasema msio wasikiaji wa neno wasahaulifu.
Kama vile mtu anavyojiangalia kwenye kioo alafu anasahau vile sura yake ilivyokuwa. Bwana aliponiokoa, baadaye nilienda kwenye shule ya Biblia miaka ile ya 80 pale Marangu. Nikakutana na wazee. Kuna wengine walikuwa wametoka Sweden, walimu, wengine ndani ya nchi hiyo, kina marehemu Mshomi walikuwa pale, wakina mzee Njagaga, wakina mzee Kamata, wakina mzee Kunta marehemu, wakina Mwakyusa, wakina mzee Ngoma, na wengine waliokuwa kule Marangu, wakina Huruma Kombe. Hawa walikuwa ni wazee wamejazwa Roho Mtakatifu, wakatupa darasa pale Marangu. Tukakaa kwenye darasa lile miezi 6, tunafundishwa, tunaelekezwa mambo ya usuyo huyu Mungu. Tukajifunza pale. Pamoja na kwamba nilikuwa na waka moto unawaka, napita hapa Mombo, yani kama kichaa fulani hivi watu walivyokuwa wanafikiria. Sokoni hapo hakuna kibali wakati ule. Unasimama tu unawaambia watu Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Lakini bado wazee waliona unahitajika kwenda kupata maarifa. Nikapata maarifa yale, nisichukue muda mrefu sana kueleza haya. Roho Mtakatifu anavyotusaidia pia kuwa na maarifa haya yaliyoko huku duniani ya kuelewa mambo yalivyo. Baadaye nikapata neema ya kwenda TAG, chuo cha Biblia pale Dodoma. Nikitokea hapa 2004 nikaenda mwaka wa kwanza. Baadaye nikaenda miaka 5 pale Dodoma. Nikakaa chini ya walimu, nikutana na waprofesa pale. Wakina Profesa Nyanda, wakina Profesa Majembe, nilikutana nao pale. Wakina Majule maprofesa, nilikutana nao pale. Wakanifundisha neno la Mungu, wakanieleza kwamba bwana, kuna hivi, kuna Herode wa 5, kuna Herode hivi, majina ya Maherode ni haya, majina ukisikia Farisayo iko hivi, mwaka fulani mambo yalikuwa hivi, na hii inatafsiriwa hivi. Wakanifundisha kwa neema, nikapata ujuzi, nikapata akili fulani katika hayo. Lakini Roho Mtakatifu bado yuko pale pale. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka kuzungumza hapa ni kitu gani? Nataka kubalansi juu ya mambo ya kielimu na juu ya mambo ya kiroho. Maana kuna watu wanafikiria ukiokoka kama unamtumikia Mungu basi huna haja ya kujifunza mambo ya kiroho. Unajifunza Biblia, unakaa chini ya watu wanakuelekeza mambo ya Biblia, unayaelewa kwa sehemu ambayo Mungu anakupa neema ya kujua. Wakina Dr. Amuli. Baadaye nikamaliza kwa sehemu yake, nikakutana na vyuo mbalimbali ambavyo nikaendelea kujiendeleza, na mpaka leo naendelea kujiendeleza. Point yangu ni hii, Roho Mtakatifu bado yuko pale pale. Haleluya. Naye anadili na mambo ya kiroho. Nasemaje? Roho Mtakatifu hutupa maarifa, ufahamu wa mambo ya kiakili na kiroho. Tunaanza kubalance pale ambapo hatutakiwi kutoka nje. Hatuwezi tukasema mimi nimesoma sana theolojia, nimekuwa na elimu kubwa, kwa hiyo naweza nikadharau mambo ya Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Sawa jamani? Sawa? Lakini pia huwezi ukasema mimi nimejazwa na Roho Mtakatifu, sihitaji mambo ya nini? Ya theolojia. Utachanganya. Unatakiwa kubalance mambo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unaanza kubalance mambo. Lakini kwa nini ninafundisha point hiyo ya pili? Roho Mtakatifu huwa anatusaidia mambo ya kiakili, anatusaidia na mambo ya kiroho. Ya kiakili anatupa ruksa ya kwenda kujifunza. Tunajifunza mambo hayo. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 7, Musa akajifunza elimu kule Misri. Akawa hodari katika maandiko, na katika kusema. Alijifunza elimu ya Misri, akawa na ufahamu wa Kimisri huyo Musa. Lakini baadaye Mungu huyo akamchukua Musa, akampeleka, akaona kichaka kinawaka moto. Hayo ni mambo ya kiroho sasa. Mungu wetu apewe sifa. Hakuna elimu yoyote duniani inaweza ikatafsiri kichaka kinawaka moto. Itabakia sema hizi ni nguvu aina nyingine hizi. Wasomi wakishinda, waganga wa kienyeji watasema hapa kuna mizimu hapo. Sasa hiyo ndio tunafika hapo, tunaachana hapo, kwa sababu kuna nguvu ya Mungu inayofanya kazi katika namna isiyo ya kawaida. Na Musa anafika mahali ile elimu alionayo, ule ufahamu alionao, anatembea nao na ile nguvu ya Roho Mtakatifu, moto wa Mungu ndani yake, anaona nikiukosa huu sina nafasi ya kwenda. Haleluya. Hii point itakaa kidogo alafu hizo mbili tutamalizia mapema. Kwa siku za leo
mtu akipoteza nguvu, akipoteza moto wa Roho Mtakatifu, au akienda extreme, akaenda sana kwenye mambo ya kiroho, akaacha mambo ya elimu, akaacha mambo ya kujifunza, pia anachanganya watu. Si sawa uweze ukasema Bwana Mungu ni mwema, unaweza kuja ukaomba hapa akakutelemshia gunia la sukari. Hamna. Anaweza akafanya labda kama kuna kusudi fulani, lakini sio staili yake. Si ni kweli Hapa tunajua mwenzetu amefanya nini? Amechomoka huyu kwenye hii aina hii. Huyu anahitaji msaada wewe. Akija hapa mtu akikwambia bwana, ukichukua hii keki, ukiinunua hii keki, yani itakubariki, maisha yako yatakuwa mazuri sana. Sasa keki yenyewe inayobariki mpaka uinunue, tunajua huyu kaishachemka huyu. Kwa sababu yule mwanamume alisema nimewapa bure, toeni. Hapa tunajua huyu ni mfanyabiashara fulani kupitia neno la nani? La Mungu. Kuna Mungu mwenye herufi kubwa na yule mwenye herufi ndogo. Halo. Ukimwona mtu alikuwa ameokoka, amejazwa na Roho Mtakatifu tangu zamani, kama mimi, sio kwamba mimi nimehitimu sana, lakini mmenisikia mafundisho yangu ninayofundisha, hayajawahi kugeuka. Tangu mwaka 80 mpaka leo yako vile vile. Mngempa Yesu makofi basi jamani. Hajawahi kugeuka. Ukiona nimeanza, unajua bwana wewe, hii Biblia hii hamjaielewa tu. Hii Biblia hii kwanza, hii Biblia ukishaanza kuona mtu anaanza hii Biblia hii imekosewa, hii kuna Biblia yenyewe, ukishaanza kumuona huyo ujue yeye kaishakosea tayari. Yaani hiyo ni dalili ya huyu mtu ameshakosea. Si unanielewa Ukishaanza kuona mtu anakosoa, nimemwambia ndugu mmoja, nikamwambia usipate tabu na Biblia, shika vitabu 4 tu, shika 4 tu. Shika Mathayo, shika Marko, shika Luka, shika Yohana, mchezo umeisha. Mchezo umeisha. Anasemaje yule kipofu? Anasema najua neno moja tu. Nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Sina mjadala wa mambo mengi. Wengine wameishaenda mbali, wanasema Adamu alikuwa na wake watatu, kuna Biblia wameisoma. Hawa ni wale ambao wameishapoteza mwelekeo. Unaona? Yule kipofu anauliza sasa, mimi nilikuwa kipofu, sasa nafanya nini? Naona. Wakamwambia hebu nenda zako huko, tuitie baba zako. Wakawaita wazee, wakamwambia na nyinyi wazazi wake mnasemaje juu ya mtoto wenu? Wakapiga mahesabu, wakaja hapa tutakula mabakora hapa. Akasema mtoto ni mtoto wetu. Jinsi gani amepata kuona? Yaani hao hukataa muujiza. Jinsi gani amepata kuona hatujui. Muulizeni yeye mwenyewe, ni mtu mzima. Wakakwepa. Unajua Roho Mtakatifu anakupaga hata kukwepa maswali. Ukishaona hapa kuna mtego fulani hapa, unachomekea upande wa pili. Biblia anasema wale wazee wakafanya nini? Wakakwepa. Wale jamaa wakamuita, njoo hapa. Akaja, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua yule mtu hakutoka kwa Mungu. Wewe mpe Mungu utukufu. Yaani wanataka kuambia mpe Mungu ule moto wake ule na. Akasema, hamjui ya kwamba yule mtu ni mwenye dhambi? Hiyo sijui. Na tangu lini mtu mwenye dhambi akamfanya kipofu apate kuona? Wakamwambia na wewe ondoka huko, ulizaliwa mwenye dhambi, unataka kutufundisha sisi? Jamaa akatoka tena. Haleluya. Usisumbuke na Adamu alikuwa na wake wangapi? Unapotufundisha Adamu alikuwa na wake watatu, ili tufanyeje? Watu wakichanganyikiwa na elimu hii ya dunia, wakikosea, wakiwa wanaishi kwenye maisha ya dhambi kwa sababu Roho Mtakatifu ametoka, wanaanza kidogo kuleta imani za kutia mashaka. Ukishaanza kufikiria Adamu alikuwa na wake watatu, 4, anataka kukuonyesha na wewe unaweza ukaoa wake watatu au 4, na wewe unaweza ukaolewa kwenye wake watatu au wangapi? 4. Wewe shika Mathayo, mwambie mwenzako kamata Mathayo. Mwambie kamata Mathayo. Anasemaje Yohana? Anasema ya kwamba mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yuko hapa mwanamume ambaye sistahili hata kulegeza gidamu za viatu vyake. Huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na pepeo lake litakuwa hapo kama wanda likipepeta hiyo ngano. Makapi yatawekwa pembeni na ngano itawekwa ghalani. Ukishaanza kumwona mtu anaanza tu, nini bwana, kwani mimi ni wa kwanza kufanya dhambi? Hata Daudi mwenyewe alifanya kwa Daudi ndio mwenyewe. Daudi ndio mwenyewe. Ukishaanza kumwona mtu wa namna hiyo, ujue Roho Mtakatifu amefanya nini? Ameshachomoka. Mguse jirani yako, mwambie vipi, amechomoka au Yaani
mtu mwenye Roho Mtakatifu ana akili, kwa sababu Roho Mtakatifu hutupa maarifa, hutufunulia, hutueleza mambo ya kimungu tunayaelewa. Kwa hiyo Musa pamoja na elimu yote PhD alizokuwa nazo Musa za wakati ule hazikumpoteza Musa akatembea kwenye upako wa Mungu akibalansi mambo. Usidanganywe na mtu anakuambia hii Biblia sio yenyewe hizi. Kuna mabibilia sijui yalifichwa, hajawahi kuhubiri wakati ule alipokuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Sasa akishapoteza mwelekeo, hiyo ni dalili ya kwanza ya kupoteza mwelekeo. Hata wale wengine Biblia imekosewa, si nyanyapai vilema. Biblia imekosewa na jamaa, na nani aliyekosewa, ni wewe au Biblia? Biblia haijakosea, hii ni ngao yao wamchao. Mungu wetu apewe sifa. Mbona Lutu alizaa, mbona Adamu sijui, mbona nani, mbona usiende kwa mbona. Tukija kwenye mbona tutakubana. Mbona Danieli hakufanya dhambi? Halo? Mbona Danieli hakufanya nini? Mbona Mariamu hakufanya nini? Mbona Yusufu hakufanya nini? Mbona wewe utupelekei kwa hao, unatupelekea tu kwa hao walioshindwa? Shindwa na ulegee katika jina la Yesu Kristo. Elimu ulionayo isibadilishe mpango wa nani? Wa Mungu. Kwa Roho Mtakatifu huwa anatusaidia, tuna balance. Tukiona huku tunataka tulemewe, tunarudi. Hatutaki kwenda mpaka tumelemewa. Tunafika mahali tunasimama, mstari unapita pale. Na huku kwenye elimu tusiende mpaka tukatokeza. Jamaa mmoja ananiambia, Bishop Mlenga bado hujaielewa Biblia hii. Ukielewa hii Biblia itakuwa sasa. Nikamwambia sihitaji kuelewa Biblia, na mhitaji kumwelewa Yesu Kristo. Aliyeokoa maisha yangu, aliyenibadilisha kunitoa dhambini na kunileta nuruni. Huyo ndo natakiwa nimuelewe. Njoo Mtume Paulo, Biblia inasemaje? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 3. Anamwambia mnanitambua mimi ni mwenyeji wa Tarso, sijui katika mji wa Kilikia. Nimelelewa chini ya Gamalieli. Nimefundishwa sheria za baba yetu. Mstari wa 3 tu, Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 3. Anaeleza jinsi ambavyo amelelewa na kuifundishwa Torati, anaijua Torati vizuri. Huyu jamaa chini ya Gamalieli. Maana yake huyu Paulo alikaa chini ya mwalimu. Alafu huyu Gamalieli ni mwalimu aliyeheshimiwa. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 34. Anaambiwa Farisayo mmoja aliyekuwa anaheshimiwa na watu wote alikuwa ni mwalimu wa neno la Mungu. Huyu Paulo, Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 3. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 34. Paulo anasema nimekaa chini ya Gamalieli, nimefundishwa Torati nikashika yote. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni msomi. Paka Petro anasemaje? Anasema jamani, katika nyaraka zake huyo Paulo yako mambo mengine ni mazito. Watu wasio na elimu na akili huyavunja hayo maandiko kwa uvunjifu wao wenyewe. Maana hili jamaa lilikuwa lina elimu kubwa sana ya dunia. Lakini msome Paulo mwenyewe anavyo balance mambo. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 kianza mstari wa 4. Anazungumzia ile hali yake halisi ya maisha yake. Anasema kama ni kwa habari ya utaifa, mimi ni taifa la Israeli. Kama ni kwa habari ya kabila, mimi ni kabila la Benjamin. Naona si ndio Kama ni kwa habari ya kutairiwa, sio wakati mvua inanyeshwa, ni siku ya 8 nilitairiwa. Kama ni kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, sikuwa na nini? Na hatia. Yaani jamaa linajifafanua. Somi hili la dunia linajifafanua ili libalansi usomi ule ulionao na mambo ya kiroho. Anafafanua huyu mwanamume. Alafu anafika mahali anasema yale mambo yote yaliyokuwa faida kwangu na alihesabu kuwa hasara. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya mwanamume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yaani sio kwamba anadharau PhD zake, sio kama anadharau usomi aliosoma, lakini anasema hayo mambo yalikuwa faida kwangu, nimeyahesabu kuwa kama hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo. Alafu mwanamume aishia hapo anasema naam, zaidi ya yote na yahesabu kuwa kama dash. Sasa na haja ya kutafuta Adamu alioa wanawake, alioa watu wangapi? Eti nikae mimi nahangaika niulize Google. Hii Google si wametunga tu wasomi fulani hapa. Kesho atakuletea kwenye Google Adamu alioa wake 6, utaanza kuhangaika na kusumbuka.
Sisumbuki Adamu alioa wanawake 6. Mimi najua tu hapo mwanzo Mungu aliumba mtu mke. Kwisha. Una haja ya kujua Adamu alioa wanawake wangapi? Muulize mwenzako itakusaidia nini? Hiyo ni dalili ya mtu ameshapoteza mwelekeo. Ameshapoteza mwelekeo. Kwa hiyo anataka kujificha, anataka kuonyesha yeye anakuta ana vitu anavijua. Ukivijua kwenye ujuzi wako mimi sina shida. Paulo huyu mwanamume alikuwa anaweza kufundisha mafundisho hata kama hujaenda shule unayaelewa. Hivi kumjua Yesu na kuhesabu vitu vyote kama hiyo dash unahitaji kwenda shule? Unahitaji kwenda shule mwalimu? Si kila mtu anafahamu. Kwa Paulo alikuwa anawekeza hapo. Lakini Roho Mtakatifu anatusaidia, anatupa mambo ya kiroho. Hatubaki pale pale. Halo? Zamani tulikuwa tunajisahau sana walokole. Tukafikiri ulokole au kuokoka ni kuwa mweusi kama mimi hapa. Ndio nafikiri hapo ndio kuokoka. Niliwahi kushika hiyo imani. Alafu natembea taratibu, yani kuna mwendo wa kilokole. Ukienda na mnambia yule hajaokoka mwendo wake. Wokovu hauko kwenye mwendo. Wala wokovu hauko kwenye kukunja uso namna hiyo. Yaani wokovu hauko kwa kupanga vitu. Ndio kuna star, hiyo nakubali. Kuna star. Mfano ninyi, mama Mlenga huyu mke wangu. Si mnamfahamu jamani? Si tumekulia hapa Mombo. Si mnafahamu? Akija leo hapa huyu mama awaletee maendeleo, kapiga jinsi hapa suruali. Mimi sina shida na suruali. Lakini amekuja madhabahuni amepiga suruali ya jinsi na kitopu chake juu. Hapa wote simtatazamana. Eti ndio amevuka viwango vya kiroho. Simtajua tu tayari moto umeshaenda hapa. Hamna kitu hapa. Huwezi ukatetea hilo andiko kwamba kwani suruali ni dhambi. Nenda kavae huko ndani ya safari zako, sio kwenye madhabahu. Ukienda Ulaya hiyo ni kitu kingine. Kila watu wana tamaduni zao. Ukienda kwa Wamasai wameokoka, wamejazwa na Roho Mtakatifu, lakini hawavai suruali. Na zile nguo za nje pia hawavai. Kwani wanakuwa hawajaokoka? Si wameokoka jamani? Hiyo si mila yao jamani? Ukienda kwenye nchi za Ulaya kuna joto, kuna nini? Kuna baridi, na ukifanya mchezo unaweza baridi ikakutesa, basi unaweza ukalazimika basi kuvaa hayo masuruali. Lakini hapa kweli mama yenu huyu mumuone, mama Swai kaja na suruali hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio dhambi hizi. Shindwa na ulegee katika jina la Yesu Kristo. Ukishaona hivyo, ujue tayari mtu ametoka kwenye nini? Kwenye line. Tutembee na Roho wa Mungu sawa sawa. Kristina mke wangu hapa namleta hapa mbele, naanza kumpiga mabusu hapa kanisani, eti naonyesha upendo. Nani asiyejua kupiga busu mke wake? Unajua kuna tamaa zinamjaza mtu mpaka anakosa kiasi. Biblia inasema kila jambo liwe na nini? Na kiasi. Si mna masaa ya kuanzia saa 4 mpaka saa 11, piganeni mabusu huko. Kwa lazima kanisa tusipoteze mwelekeo. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninawafundisha haya, nimepata neema hapa. Nawafundisha hapa kwa sababu ndio tunako kwenda hapo mbele. Utachomoka hapa utawakuta wajanja fulani, wao hawajali mambo ya kiroho. Utafikiri hapa wameendelea. Muziki utaikuta labda vyombo sio kama hivi vya kwetu. Utakuta vyombo vya ajabu, watu wamejipanga lakini hawaendi mbinguni, wanaenda mbuguni. Nanielewa Gereni sana wakina mama na waona wa miaka na miaka mingi, kina mama Lina, kina mama nani, wengine sasa majina nimesahau, mama Titu, mama Mwanyika, mwalimu Elishi. Bado wameshikilia hawa mama. Kama kuna mama mwingine sijamtaja, usisikie shida. Sio kasema mbona mimi hakunitaja ukakazika, umeshavuka hapo. Unashika, unatembea na Mungu paka kieleweke. Halo? Sio baada ya miaka 10 tunasikia yule alikuwa hapa kanisani, siku hizi yuko mtaani huko. Maisha gani ya ushamba hayo? Hayo ni maisha ya ushamba.
Niliokoka nikiwa na 19.5 kama sikosei. Sasa nina 60 na vidoti vyake huko juu. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Biblia inasema mkiwaangalia waliotangulia mkaiga na imani yao. Ningekuja na michanganyo hapo simngesema mzee siku hizo unatoka Tanga. Umekuja na mama kapiga jinsi alafu naanza kuambia msijali naona mna wasiwasi. Haya mavazi hayaingii mbinguni. Wewe soma kwenye Biblia vizuri. Mavazi hayaingii mbinguni ni kweli, lakini kila kitu kina mahali pake. Roho Mtakatifu anatusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua anaweza katenda miujiza kwa namna mbalimbali. Anaweza akafanya. Roho Mtakatifu hawezi kumpangia. Anaweza akafanya miujiza kwa namna anayotaka. Lakini kwa wakati naweza nikashika kitambaa kama hiki na ndugu akawa naumwa nikampiga nacho nikasema pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Akapokea uponyaji. Inawezekana. Lakini haiwi frequently. Haiwi endelevu. Si ndio Inakuwa imetoka kwa wakati huu. Naweza kweli nikachukua maji haya kabisa. Mungu hana mipaka. Haya maji nikakwambia chukua maji haya. Nenda kanywe katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakuondolea shida yako. Na kweli ukachukua maji ukanywa, shida ikafanya nini? Ikaondoka. Lakini hakuna kubeba magudulia ya maji na kutembea nayo. Roho Mtakatifu hutupa maarifa, hutupa ufunuo. Mungu wetu apewe sifa. Biblia wanasema Paulo anaonyesha vile Roho Mtakatifu anaonyesha vile Yesu alivyomshika katika maisha yake. Paka anafika mahali anasema sasa msiwe watoto wachanga mkitupwa na kila upepo na kila elimu. Kuweni katika kumjua Kristo. Yaani amefika mahali amebalance. Ameelewa. Roho Mtakatifu amemsaidia. Moto wa Roho Mtakatifu unatusaidia hata kutufunulia mafumbo ya Mungu. Sasa hivi ni mashindano sasa. Kila nabii sasa hivi. Kwa sababu labda kuna wengine hamshiki sana mitandao, lakini kuna mashindano sasa hivi. Watu wametoka kwenye channel ya Mungu wanaingia kwenye channel za dunia. Rais atakuwa fulani, rais atakuwa fulani, rais atakuwa fulani. Sasa wote ni rais atakuwa fulani. Rais atakuwa mwaka huu uchaguzi sijui utakuwaje. Mwaka huu uchaguzi kutamwagika damu. Hivi huyu ni Mungu? Ni kweli ni Mungu huyu? Taanza kutisha watu hapa, paka watu waanze kuhama, paka watu waache kufanya kujenga nyumba, paka watu waache kufanya biashara, kwenda China kuleta biashara, maana wana wasiwasi, wanaambiwa mwaka huu utakuwa fulani. Kila mtu anaanza kuwa na wasiwasi kwamba uchaguzi utakapofika kuna kitu kibaya kitatokea. Mimi siko mtu wa namna hiyo. Mimi nakaa kwenye neno la Mungu. Kabla ya mambo yote, dua na sala zifanyike kwa ajili ya wafalme. Hiyo ndio kazi yetu. Tuombee viongozi walioko madarakani. Mungu awape neema, Mungu awape hekima. Ni wanadamu kama wewe na mimi. Kwanza labda hao wana nafuu. Tukikuweka wewe hapo tutachanganyia hata madawa. Kazi yetu ni kuwaombea. Sasa atakayetokea huyu akitokea, si okay. Lakini sio kazi yako kuanza kutaka kutubabaisha. Hii ni siasa ili watu wayumbe upande fulani. Nabii fulani kasema rais atakuwa fulani, sio huyu aliyoko madarakani. Ni kuwahamisha watu kiakili. Hujaitwa kutangazia, kutabiria watu rais atakaye kuja nchi hii. Umeitwa kuwahubiria watu habari za uzima. Nasema umeitwa kuwahubiria watu habari za uzima. Umeitwa kushughulikia na watu matatizo na mateso walionayo. Ndio kazi ya viongozi waliopewa. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu hutusaidia kutuwashia moto wa kufanya nini? Wa Injili. Aliye na mwana anao ushuhuda. Roho Mtakatifu huwa anafanya kazi ya kuwasha moto ndani yangu. Baada ya kuokoka mimi na wewe, kuna mwangaza fulani wa Roho Mtakatifu uliupokea ndani yako. Ule mwangaza wa Roho Mtakatifu ndio kukufanya unawashuhudia watu wengine habari za nani? Habari za Yesu. Unasikia tu kusema habari za Yesu. Unasikia tu kusema habari za, kwa sababu kuna uzima, kuna moto ndani yako. Moto unakusukuma. Ukishaanza kuona hayo mambo yanaanza kupungua, ujue kuna kitu kingine kinahitajika kuweko. Bwana Yesu apewe sifa. Yeremia 20 mstari wa 9. Biblia inasema
Nami nikisema sitamtaja. Nami nikisema sitamtaja. Kuna wakati Yeremia alifika mahali amekutana na matatizo mengi, akajaribu kutulia, akae kimya. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao. Yani ndani ya moyo wake Yeremia anasikia moto unafanya nini? Unawaka. Yani moto unamsukuma. Moto unamsukuma. Anasema mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa nani? Na kwa moto. Ule moto wa Mungu unamsukuma. Akisema kama sitamtaja, kama nitakaa kimya, ninasikia moyoni mwangu kama moto umefungwa. Kanisa la Mungu, turudishe nguvu za moto wa Roho wa Mungu. Nasema kanisa la Mungu, turudishe nguvu za moto wa Roho wa Mungu. Nguvu za moto wa Roho wa Mungu zinatufanya tusikie kwamba hatuwezi kuacha kusema. Isaya 6:1-8. Biblia inasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Alipokufa mfalme Uzia, huyo mfalme alikuwa amefanikiwa sana. Biblia inafundisha, inasema alikuwa amefanikiwa sana, historia inazungumza hivi. Na paka manabii wakajisahau. Kwa sababu ya mafanikio aliyokuwa nayo mfalme, manabii wakafanya nini? Wakajisahau. Biblia inasemaje? Alipokufa mfalme Uzia, ndipo nilimuona nani? Kumbe saa nyingine mafanikio usipoya balance yanakutoa kwenye channel. Si ndio Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mafanikio unatakiwa ufanye nini? Uya balance. Tunaomba Mungu atubariki, atupe mali, atupe kila kitu, lakini akitupa tusije tukasahau ule moto wa Mungu katika maisha yetu. Huyu ni nabii Isaya. Ukisoma toka mstari wa sura ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 mpaka hii sura ya 6, anasema alipokufa mfalme Uzia ndipo nilimuona nani? Yaani kwa maana nyingine kuna kizuizi kwa mfalme nani? Uzia. Yaani mafanikio yalifika yakamzidi, huyu mtu hana tena mpango wa kushughulika na Mungu. Lakini kwa rehema yake anasema nikafunuliwa sasa, nikaonyeshwa lile hekalu la Bwana, nikaona maserafi na makerubi, nikaona utukufu wa Bwana unashuka, wale jamaa wanapoinama pale. Nilipotazama nikasema, ole wangu, macho yangu yamemuona Bwana, na mimi ninakaa katikati ya watu wenye midomo mibaya, na mimi mwenyewe siko sawa sawa. Wakati anapiga kelele, anasema kerubi mmoja akaenda akachukua koleo, akachukua kaa la moto, akalipitisha kwenye midomo yangu, akanambia umetakaswa. Anasema baada ya hapo nikasikia sauti inasema, ni mtume nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Isaya akasema, nitume mimi Bwana. Haleluya. Mwanzo wa kuokoka, mwanzo wa kujazwa na Roho Mtakatifu, kuna nguvu inakusukuma, kuna moto unakusukuma, wala uhitaji kusukumwa na mtu. Uhitaji kusukumwa na mtu. Lakini kuna wakati moto ukishaisha unaanza kusukumwa.
Ukishaanza kuona kanisani watu wanahimizwa, jamani mje kwenye maombi, unaona tena kiongozi anarudia, jamani mje kwenye maombi. Ukishaona tena anarudia tena, jamani mje kwenye maombi, ujue tayari moto umefanya nini? Umezima. Najua hamtaki kusema hapa, mnaogopa kwa sababu wewe ni mmoja wapo. Ukishasikia mtu anahimizwa kwenda kwenye maombi na inakuwa shida, moto umefanya nini? Umezima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale mnaokaa hapa Mombo, mnafahamu Mombo na Changalikwa Yaani Mombo na Changalikwa sisi ilikuwa ni kama unatoka hapa unaenda kwa chuma pale. Yaani unaenda kwa chuma, unatoka tu muda tu saa 6 unasema naenda Changalikwa. Hakuna baiskeli, hakuna nini. Yaani hii miguu ilitiwa moto usio wa kawaida. Na haijawahi kuvimba wala haijawahi kulegea. Lakini ukijisahau sasa, ukapata mafanikio sasa, uko kwenye Land Cruiser, uko kwenye viyoyozi, uko kwenye nini, ukaanza kuona unajua Mungu ana ustaarabu wake. Na zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni. Ukishaona mtu ameanza kunajua kufunga huku, unaweza kukuua bwana, nataka unafunga kwa akili. Ukishaona imeshaingia hapo, ujue moto umefanya nini? Umeshazimika. Isaya kwa bahati nzuri Roho Mtakatifu utusaidia, moto unawashwa tena kwa upya. Akasema nitume mimi nitaenda kwa ajili yake. Yaani moto wa Mungu unakusaidia, unasikia kuja kanisani. Hata kama kuna zamu ya vijana kufagia, lakini wewe kwa sababu ni mkereketo wa moto huo, husubiri zamu ya vijana, unafagia mpaka vijana wanakuja, mama hivi ukujua leo ni zamu yetu. Ni sawa, lakini nyinyi kama mtaendelea kufagia mfagie, mimi nimemaliza sehemu yangu. Kuna kitu fulani kinakukereketa. Haleluya. Na moto unakusukuma. Roho Mtakatifu anawasha moto ndani yetu. Na ndio maana mpaka leo anaendelea kuwasha moto ndani yangu. Halo. Nilikuwa huko ndani nilikuwa huko mikoa ya juu Nyanda ya Kusini wiki la jana, huko Katavi huko. Nikamaliza Katavi nikaenda Sumbawanga. Nikamaliza, sijabadilika hata kama Uzia yuko mbele yangu, mimi naendelea kumuona Bwana. Na mzee alipokuwa ameniambia, askofu alivyoniambia, nikapiga mahesabu yangu, siningeza kusema sijui na nini. Unajua hapa nilikuwa naunganisha kutoka hapa naenda Dar es Salaam. Na jitahidi kwa sehemu yangu, siwezi kasa hapa, huku ndiko nyumbani. Niko nilikoanzia. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Siningependa tu mzee hamna shida, nitamtuma mtu mwingine, na watu kule Tanga wa kutosha tu. Na wewe ana ndugu nenda kashughulikie. Akasema hapana, hapa moto utakuwa umezima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu ni moto. Ule moto ukiingia ndani yako unataka kuwa tayari. Isaya anasema nitume mimi Bwana niko hapa. Kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Mungu tukibatizwa nao unachochea mambo katika maisha yetu. Unachochea maombi, unachochea utoaji. Ukishajiona wiki hili unatoa fungu la 10, wiki nyingine utoi fungu la 10, mwezi mwingine utoi fungu la 10, jua moto. Usiwe na mjadala, wewe ya Mungu weka pembeni. Hii ni ya nani? Ni ya Mungu. Imeliwa, usiwe na shida. Acha kukaa nimetoa zaka yangu inaliwa. Kwani zaka inafanyaje? Si inaliwa. Inaliwa jamani. Hata ungechukua uipeperushe kwa Mungu juu uko, itafanya nini? Itashuka chini. Ukishaanza tu hii nikitoa sadaka zangu zinaliwa, ujue moto umefanya nini? Umezima. Mguse jirani yako, mwambie unatoa zaka wewe au kutunza moto usifanye nini? Usizimike. Yaani moto unahitaji kufanya nini? Kutunzwa. Usipoutunza moto unafanya nini? Unazima. Na kuna vitu vitatu vinavyotunza moto. Kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, kuni. Unasaidia kutunza moto. Yaani kuni zikiwa zinaletwa kwenye moto, si moto unaendelea kuwaka Aha. Kitu cha pili kinachosaidia kutunza moto usizime ni kuondoa majivu. Wakati moto unawaka unaondoa nini? Majivu. Kitu cha tatu pia kinachosaidia moto uendelee kuwaka ni upepo. Upepo unasaidia moto unafanya nini? Unaendelea kuwaka. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19 anasema msimzimishe nini? Roho. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kumzimisha roho.
Yaani huo uwezekano upo. Na pia kuna njia nyingine anasema msiache kunena kwa nini? Kwa lugha mpya. Katika Marko 16 ile mstari wa 17 akielezea pale, ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio, kwa jina langu watatoa pepo, pia watanena kwa lugha mpya. Alafu kitabu cha Wakorinto wa kwanza Paulo anasema msiache kunena kwa lugha. Wengine tangu Januari mpaka hii ni Mei ya April hajawahi kunena kwa lugha. Kwani watu wote wananena kwa lugha? Biblia inasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Si ndivyo ilivyoandikwa? Wote wakajazwa. Wale kwa Kornelio wote wakajazwa. Wale 7 alioambiwa mmebatizwa kwa ubatizo hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu hajasikia, wakajazwa. Alisema nitamimina roho yangu kwa wanaume na wanawake. Si ndio? Unataka Roho Mtakatifu asizimike, uwe na hamu, uwe na kiu. Unakuwa na kiu ya Roho Mtakatifu. Paulo anasema mimi ninanena kwa lugha zaidi ya watu wengine. Na jamaa lilikuwa katika level ya hali ya juu. Siku hizi tuna wahubiri ambao hawataki kunena kwa lugha, wameshapoteza mwelekeo. Wanakuambia kwani kunena kwa lugha nini tena? Wanaanza kuiga kabisa. Nakuta mtu anaiga, yani ni dharau ya hali ya juu sana. Sisi shambara barabara ni nini hiyo? Nafikiri itakusaidia hiyo. Sasa ile ni kutaka kumshusha. Ndio maana Biblia inasema mtu akimdharau Roho Mtakatifu, huyo mtu dhambi yake haitasamehewa. Na mimi ngoja niwaambie siri wakati nawaambia. Hata mimi hapa ni mhubiri wenu, mnanifahamu. Ukishaona mhubiri yeye kuanzia Januari mpaka Disemba anahubiri tu mambo mengine, hagusi mambo ya Roho Mtakatifu, hagusi mambo ya kukemea dhambi. Yaani huko hagusi anagusa tu watu watakwenda China, watakwenda huku, watapata magari, watajenga nyumba. Hiyo ni sawa kabisa, jenga nyumba, hata mimi nafanya hivyo. Na sio kwamba, lakini hagusi hata siku moja kwamba jamani kuna kutubu, kuna kuishi na Mungu, kuna utakaso. Ukishaona hagusi hiyo, jue tayari hamna moto. Na hawa watu siku hizi ndio wanapenda makanisa ya namna hiyo. Wanajaa kwa makundi kwa sababu hapo wanaelezewa tu habari za dunia hii. Ni kweli ni vizuri kuwa na maisha mazuri kwa sababu ndivyo tumeambiwa na neno la Mungu. Lakini maisha mazuri yanaanzia rohoni. Wanasema kisafishe kwanza kikombe ndani, alafu nje kitakuwa nini? Kitakuwa safi. Kwa hiyo moto ili usizimike una vitu vitatu. Labda viko vingi, lakini mimi nimeweka vitatu. Cha kwanza, kuni zisikosekane. Muulize mwenzako una kuni? Biblia inazungumzia habari ya Paulo, alikuwa anaokota kuni anapeleka pale. Tusomee Mithali 26 mstari wa 20 mpaka 22. Soma Mithali 26, twende haraka tumalize. Hebu soma mstari wa 20. Mithali 26 mstari 20, Biblia inasema moto hufa kwa kukosa kuni, na bila mchongezi fitina hukoma. Hebu soma vizuri hiyo ya pili. Na bila mchongezi fitina hukoma. Unaona, moto ufanyaje? Hufa kwa kukosa kuni. Kwa kukosa kuni. Maana moto ukishakosa kuni haufanyi nini? Hauwaki. Kwa hiyo moto unatakiwa uwe na kuni. Hilo ni neno la Mungu, sio mimi. Yaani lazima kwa kuna kuni zisababishe moto wake. Kuni ni ile hamu ya kutaka na kwamba Bwana unijaze. Nijaze Bwana. Hata kama pambio ya kiroho usingoje imevutwa sana, wewe mwambie Bwana nijaze. Nina kiu na wewe. Nina hamu na wewe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nijaze. Unasikia boom, Roho Mtakatifu anakujaza. Kuni ndio zinasababisha kukosekana kuni, moto unafanya nini? Unazima. Tuangalie Agano la Kale jinsi walivyokuwa wanatunza moto. Walawi sura ya 6, anza mstari wa 9 mpaka wa 13. Alafu tutamalizia mstari wa mwisho hapa. Walawi sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 13. Biblia inasema Walawi 6:9 mpaka 13. Haya muagize Haruni na wanawe uwaambie. Njoo kaka, njoo. Wewe endelea kusoma. Huyu ni Haruni. Sadaka ya kuteketezwa ni hii.
amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu. Itakuwa pale motoni juu ya madhabahu. Usiku wote hata asubuhi. Usiku wote hata asubuhi. Na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usifanye nini? Usizimike. Unaona, moto hautakiwi kufanya nini? Kuzima. Moto unatakiwa uendelee kuwaka kwenye madhabahu. Hiyo ndio amri. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani, suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake. Naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeiteketezea sadaka juu ya madhabahu. Ili moto hapa usizimike na umeteketeza sadaka, huyu kuhani atabadilisha mavazi yake, atakuja na koleo, atakuja na chepeo, anachukua nini? Majivu, na kufanya nini? Na kwenda kuyatupa. Kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine. Kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake. Usizimike. Asante. Yani swala lilikuwa hivi, majivu yakiendelea, kuhani anakuja na chepe, anachukua majivu na nguo nyingine, anaenda anatupa. Kakae kuhani wangu, anaenda anatupa. Moto hufa kwa kukosa nini? Kuni. Lakini wakati huo kuni zipo zinaendelea, moto unaweza ukafa kwa sababu ya nini? Ya majivu. Kwa hiyo kuna kazi ya kuhani kuhakikisha anabadili mavazi yake, anachukua chepe, anabeba majivu, anatupa, ili moto usifanye nini? Usizimike. Moto wewe unaendelea, moto wewe unawaka. Sisi ni makuhani, sisi ni uzao mteule, uzao wa kifalme, kuhani mtakatifu. Tuna kazi ya kikuhani. Unapoona saa nyingine moto wa Roho Mtakatifu ndani yako hauendi sawa sawa, unaanza kujichunguza, majivu yako wapi? Ukiona majivu yamezidi, Biblia imeturuhusu, chukua chepe, tupa majivu kule pembeni ili uendelee. Roho Mtakatifu atakusaidia kukupa ufunuo wa mbele. Roho Mtakatifu atakupasha habari ya mambo yaliyopita. Roho Mtakatifu atakuepusha na mambo ya mabaya. Roho Mtakatifu atakuonyesha hata imani za uongo. Roho Mtakatifu atasimama pamoja na wewe. Roho Mtakatifu atasababisha kukunyakua siku ya mwisho uende mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndio msaada. Ukiwa na Roho Mtakatifu unakubabaika. Siku za leo umechelewa kuolewa, isikusumbue, pambana na Roho Mtakatifu. Kaa na Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, teketeza vitu ambavyo havina mpango katika maisha yangu. Mwangalie Mungu, kwa sababu tuna maisha baada ya haya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kanisa linahitaji upako katika maisha yake. Kanisa linahitaji utukufu wa Mungu. Kanisa linahitaji nguvu ya Mungu katika maisha yao. Miaka ile tulipokuwa tunaanza injili, na ndio ilianza zamani, sisi tulipookoka hapa Mombo, kabla hatujapata hivi vyombo, tulikuwa tunapiga mikono, tulikuwa tunapiga vidufu, tunapiga na nguvu ya Mungu inaendelea, uwepo wa Mungu unaendelea. Hatukuacha, na ndio hata leo hamjaacha, pamoja na kwamba tuna magitaa, lakini hatujaacha. Hatukuacha kupanda kwenda milimani kuomba, kwa sababu tunajua Mungu wetu hajabarikiwa, hajabadilika. Hatukuacha kuwashuhudia watu, na ndicho mnachokifanya hata leo. Hamuachi kuendeleza kanisa liendelee, ndicho mnachokifanya siku za leo. Tunahitaji watu wa Mombo wote waje katika mlima huu. Lakini ni pale tutakaporuhusu Roho Mtakatifu, tutakaporuhusu moto wa Mungu katika maisha yetu, tutakapomwambia Bwana achilia maisha yetu yaendelee. Mtu mmoja ananiuliza una miaka mingapi? Aliniona juzi ninahubiri mahali fulani, akaniuliza una miaka 25 au una miaka 30? Nikamwambia kwa miaka 1000 kwa Bwana sawa sawa na mwaka mmoja. Kwa Bwana akikurejesha anakuletea nguvu mpya. Unakuwa sio wewe, unakuwa kiumbe kipya. Ukimwachia Roho Mtakatifu atafanya mambo yasiyo ya kawaida. Yuko Roho wa Bwana mchana wa leo. Nasema yuko Roho wa Bwana mchana wa leo. Una haki ya kuchukua kuni mchana wa leo. Kusanya kuni, kusanya kuni, washa moto kwa upya mchana wa leo. Unajua moto ukiwa unawaka, hata nzi asogei. Nzi anasogea mahali palipopoa. Nzi anasogea mahali ambapo hapana moto. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Ufunuo sura ya 3 anasema ni heri kuwa moto au kuwa baridi kuliko kuwa vuguvugu. Mwambie jirani yako, sihitaji uvuguvugu, nahitaji moto wa Roho wa Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
waimbaji wote wa Mombo, wa Tanga, wa Lushoto, wa Handeni, jioni ya leo tutakapokwenda kwenye lile kongamano, kwenye kuzindua ukue, nataka muimbe kwa moto wa Roho Mtakatifu. Msiimbe kwa mazoea. Nataka muombe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama kuna vifungo vya dhambi watakaofika pale, Bwana awafungue. Haleluya! Paulo na Sila waliomba katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema vilango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Kuna watu watahudhuria mchana wa leo ambao wana vifungo. Walevi watahudhuria pale ambao watakuja pale. Makahaba watakuja pale kwa sababu ya uzinduzi wa ikanda. Lakini nimemuomba Mungu, moto ushuke, moto ushuke, moto ushuke, moto ushuke, moto ushuke. Rakosa karababa. Kusanya kuni. Chukua kuni kuanzia sasa, kwamba ikifika zamu yetu kuimba, watu wasiangalie sare, watu wasiangalie stepu, watu wasikie ile nguvu ya wimbo yenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nimeona waimbaji wenye sare nyingi Tanzania hii paka unachanganyikiwa. Sare za kila aina sio mbaya, kuwa na sare sio vibaya, lakini nahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Nasema tunahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Hata mimi mhubiri wenu nahitaji nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukiwa na Roho Mtakatifu hakuna mtu atakuchezea. Dada vipi, unamwangalia kiwa mkavu kabisa. Shida yako nini? Mimi sijui nimekufia, kwenda zako pepo kuzimu wewe. Aliyenifia ni mwanamume mmoja, Yesu Kristo, simba wa kabila la Judea. Mariamu alishangaa. Eti dada, yani kwa kweli wewe umeumbika, sijawahi kumuona mtu kama wewe. Ni kama vile Mariamu alivyoambiwa, alipoambiwa salamu umepewa neema, kuliko akauliza hiyo salamu ni ya namna gani? Yani ukiwa na Roho Mtakatifu hata salamu tu utajua hii ina walakini. Unasema kweli inaonekana mimi hapa Mombo hapa, au mimi hapa Lushoto bila huyu kaka kama kaniona nimeumbika wewe. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Nasema moto wa Roho Mtakatifu. Natamani kuni zijae katika maisha yako. Natamani majivu yaondoke. Mwambie jirani yako, naondoa majivu, naondoa majivu, naondoa majivu, naondoa majivu. Mwambie naondoa majivu, naondoa majivu. Nahitaji moto, nahitaji moto, naondoa majivu. Haleluya! Simama kwa miguu yako, simama. Mwambie tunaondoa majivu, tunaondoa majivu. Mwambie tunaondoa majivu. Waliokuwa wanaondoa majivu walikuwa ni makuhani, yani watu kama mimi na wewe. Walikuwa wanaondoa majivu. Kwa sababu sema tunaondoa majivu. Mwambie tunaondoa majivu. Alafu moto ili wake. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema kukaja upepo ukienda kasi ukaijaza ile nyumba. Kwa hiyo upepo husaidia kusababisha moto ufanye nini? Uwake. Waimbaji, mkitupeleka kwenye wimbo ambao utatufaa, ingefaa sana. Zama zetu za wokovu tulikuwa tunaimba moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka. Kama siku ya Pentekoste moto umeshuka, moto 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 umeshuka, moto 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 umeshuka, kama siku ya Pentekoste moto. Wakati wanakwaya, wakati wana praise, wanatuelekeza katika wimbo wa kumwabudu Bwana, nataka uanze kusogeza kuni. Kama kuni zilikuwa mbali, sogeza kuni. Kuna kakakaso.
tena. Rakasa karabos. Moto shuka tena. Siku ya Pentekoste. Rakasa karabos. Oh, kama Rakasa karabos. Shuka kama rakakakakakaka kama siku ya Kwa jina la Yesu Kristo, njoo hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Utasauliana na mambo hayo tena. Hakuna jambo litakalo kuwa kizuizi tena katika maisha yako. Moto wa Mungu utaendelea kufungua maisha yako katika namna isiyo ya kawaida. Simama tu ndugu, simama. Mwambie ndugu simama. Usikate tamaa, usikate tamaa. Kuna jambo Mungu anaenda kufanya na wewe. Kuna kibali kinaenda kushuka juu yako, huduma yako, afya yako, chochote unachopitia. Kuna moto wa Mungu, kuna moto wa Mungu jioni ya leo. Osakarabash. Mateso kwenye nafsi yako, futa makosa yote. Usikumbuke ubaya, usikumbuke makosa, usikumbuke kushindwa kwako. Bwana anakwenda kukuinua kwa upya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anakuinua kwa upya. Bwana amekusudia kubariki maisha yako. Bwana anaenda kukubariki. Usiogope. Afya yako Mungu anaenda kuibadilisha katika jina la Yesu Kristo. Ya wokovu. Inua mikono yako juu. Nafsi yangu yako tamani. Watumishi wa Mungu, wachungaji, watumishi wa Mungu John, watumishi wa Mungu John. Baba, nafsi yangu yakutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe Rokokokoko furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, anirejeshe furaha ya wokovu wa nafsi yangu ya tunaweka mikono juu yako, na mikono hii tunakwenda kuweka moto wa Mungu utashuka juu yako. Kama ni magonjwa, moto wa Roho Mtakatifu unaenda kuteketeza. Kama ni kibali kilichozuiliwa juu yako, kama ni masomo, aibu yako inafutwa mchana wa leo. Mikono ya watumishi wa Mungu itakapowekwa juu yako, wewe unabadilika, unakuwa kiumbe kipya. Pokea sasa katika jina la Yesu. Tuweke mikono kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia upako, na achilia upako, na achilia upako. Pokea, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea, pokea upako, 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 pokea upako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea upako. Baba, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Nateketeza kila namna yoyote ya mateso
Achia, mweke huru mwanamke huyu, mweke huru Bwana, bado ana muujiza. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe kibali, akupe kibali, akupe kibali. Pokea muujiza wako, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza wako. Bwana akuinue upya, akutendee mema, akutendee mema kwa utukufu wake. Ninaachilia nguvu ya Bwana juu yako. Robo shakababa. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Bwana akufanye kichwa wala usiwe mkia. Pokea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Miali ya moto, miali ya moto iteketezayo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Neema ya Bwana iwe juu yako. Pokea. Roko sakaraba torobo saka riba baba 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 baba. Naachilia upako, naachilia upako. Bwana achilia upako juu yako. Bwana achilia upako, Bwana achilia upako, Bwana achilia upako, Bwana achilia upako, Bwana achilia upako. Pokea, pokea upako wa Bwana, pokea nguvu ya Bwana, pokea katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Bwana akujalie hekima na maarifa. Bwana akufanye uwe kichwa usiwe mkia kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Hebu inua mikono yako juu, sema asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Mimi nina mwanzo mpya, nina mwanzo mpya. Nimekuwa mtu mwingine. Maadui zangu wote, wingu la moto linawateketeza. Kila kizuizi kwa wingu la moto linateketezwa. Kuanzia leo kuni nitakusanya, kuni nitakusanya, majivu nitaondoa, upepo utakoleza moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele vingi sana. Shangilie Bwana, shangilie Bwana, shangilie Bwana.